Nikaona leo tena, nilikuwa naongea na dada hapa, kuna kipimo nimekirusha, analia, anazungumza jinsi mapito anayopita ya mahusiano. Nikaona hapana, nichangie angalau, kwa sababu nafuatiliwa na watu wengi sana. Kuna kipimo kinafika hata watu 10,000, 5,000. Huenda kunaweza kuwa kuna faida katika mahusiano, kwa sababu nashughulikia kesi za watu ambao wako pamoja lakini wanatengana kwa sababu ya mahusiano, mmoja kupata maradhi. Kuna vitu vingi vinafanya wakose kukaa pamoja. Kwa sababu ya kwanza ambayo nitatoa sababu 2, naona kuna sababu zaidi ya 10, lakini kwa leo nitatoa sababu 1 au 2. So muda wangu sio rafiki sana, sababu nataka kuingia live. Hii ni nukta yangu ya 3. Leo nilikuwa na nukta 4. Ni lazima ujifunze kutatua changamoto zinazokukabili. Waulize wanakufahamu ukiwa ufahamu wako ni mdogo. Waulize wanakuelewa ukiwa uelewa wako ni mdogo. Waulize waliofanikiwa ukiwa wewe bado hujafanikiwa. Sasa inawezekana unapenda 1, 2, 3, lakini mwenzio mtazamo wake sio 1, 2, 3. Mnajikuta mnapishana njia. Sasa kwa uwezo mdogo wa kutafakari mambo, anaona njia pekee ni kuanzisha mahusiano mapya na mtu mwingine, kwa kuamini atakuwa salama, kwa kuamini yule mtu anajali sana kuliko kule nilipotoka. Ni kutojiheshimu na kutojithamini na kuweka kutojali heshima yako na kuthamini mwili wako kuonekana kwa kila mtu. Yani nukta ya kwanza ni kujidanganya, lakini nukta ya pili au sababu ya pili, kuna sababu 10 za mwanamke au mwanaume kutotulia katika safari ya mahusiano. Kunazungumza safari 2, hatua 2. Moja, kutojitambua au kutotambua, kwa maana kutojikagua na kugundua makosa yako ni yapi na kutafuta sababu za kurekebisha mahusiano yako, au unaona njia pekee ni kuanza mahusiano mapya. Hili ni tatizo kubwa, linawagharimu mabinti wengi au wanaume wengi katika safari ya mahusiano. Lakini kitu cha pili au sababu ya pili ni kutojiheshimu, kutojali, kutokujijali, kutokujithamini, kwa kufanya mwili wako uonekane kwa kila mtu, kwa kudhani kuwa huyu ni mtakatifu zaidi kuliko huyu. Ni kwa sababu ya kushindwa kujitambua, kwa kushindwa kudhibiti hisia zako, kwa kushindwa kujua unachofanya ni nini katika safari ya maisha. Kwa hiyo wito wangu kwa watu wenye mahusiano, usikurupuke kuona njia ya kwanza ndio bora. Huyu Mungu hakuniandikia, kaniandikia huyu. Unakosea na utaendelea kulia kwa sababu hujajitambua, hujatambua na hujakubali kuwa uelewa wako ni kiwango fulani, lakini unoishi naye uelewa wake ni kiwango fulani. Kwa ukitaka uelewa wako uende sawa na yule, mnapishana, na mnapopishana ndipo mnapotengeneza magomvi, hatimaye yanafanya mnaachana na kila mmoja anakuwa ni mtu wa kuanzisha mahusiano mapya kila kukicha.